Wito Mligo ni katibu wa Bavicha wilaya ya Njombe, wilaya yenye majimbo matatu: Njombe, Makambako na Lupembe. Niko hapa kuzungumzia no reforms, no election, namna ambavyo imeenda duniani. Lakini pia niko kusema na vijana wa Chadema, Bavicha ndani ya wilaya yangu hata nje ya wilaya yangu. Kuna namna tunatakiwa kuelewa kama wakati huu ni wakati sahihi wa sisi kushika kikamilifu nafasi zetu, yani kusimama kwenye zamu zetu, kwa sababu Biblia inasema nitampiga kondoo nao nitampiga mchungaji nao kondoo watatawanyika. Sasa tuna kitu cha kujifunza kwenye huu mstari. CCM wameona, not CCM, watawala wameona wakimkamata mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa, chama kitapoa, ile morali ya vijana itasinzia, italala kama ambavyo walikuwa wametarajia, kwa sababu wanaamini kabisa kiongozi akipigwa wale anaoongoza wanaenda kuingiwa na hofu na mashaka. Sasa niko hapa niwaambie, sio wakati wa kuogopa, sio wakati wa kurudi nyuma, ila ni wakati wa kwenda mbele. Maadamu tumeshajua mbinu ya adui yetu kwamba yeye lengo lake ni kutunyong'onyesha, kutufanya tufadhaike, kutufanya ile morale ishuke. Sasa tutakiwa kumpa nafasi kwa kuanza kupambana kwenye kudai haki, kwenye kudai mabadiliko ya mifumo mibovu ambayo ipo. Hatuwezi kurudi nyuma kwa namna hii. Tunatakiwa tuelewe wajibu wetu ni kupambania haki, na hii ni shauku ya kila mwananchi, ni shauku ya kila Mtanzania mnyonge. Anatamani kuona haki na tamalaki, kwa sababu amani ni tunda la haki. Kwa hiyo haki ikitawala, amani inatawala kila mahali. Haki ikitendeka, amani inakuwa kwenye kila eneo, kwenye kila sekta, kwa mwajiriwa, kwa aliyejiajiri, kwenye sekta binafsi na nini na kadhalika, kwenye uwekezaji na kwenye kila kitu. Sasa wewe kijana ambaye unanisikiliza leo, muda huu unanisikiliza na umejikatia tamaa, nataka nikupe ile hamasa, nikutie moyo, nikupe nguvu kwamba ukiona kamba imekaza sana, ujue imeelekea kukatika. Kuna namna watawala wameshikwa mahali ambapo wanaona haiwezekani. Unajua kweli sio rahisi sana kuatilia lile tonge likaenda, tonge ambalo tayari liko kinywani useme uliteme, ni ngumu. Tunaelewa maumivu ambayo watawala mnakutana naye, na mimi nataka niwaambie jioni ya leo kwamba pamoja na maumivu ambayo mnakutana nayo, tuwaombe muyakabili kama ambavyo sisi tumekuwa tukikabili kwa miaka yote ambayo mmetutawala. Hayo maumivu ambayo mnaona kuachia tume iwe huru, kuleta mifumo mizuri ya kiuchaguzi, maumivu ambayo mnakutana nayo kama ikiwezekana, namna ambavyo mnajaribu kuimagine kwamba hili jambo likifanikiwa itakuwaje. Nataka niwaambie hivi, ni maumivu ambayo sisi tumeyakabili kipindi chote ambacho mmekuwa mkitufanyia vitendo vya kikatili. Ni maumivu ambayo vijana tumekuwa tukikutana nayo, lakini pamoja na unyonge wetu tuliweza kustahimili na kuyavumilia. Sasa wewe mtawala ambaye tayari umeshajikusanya kwa kipindi kirefu, tayari una nguvu, tayari una uwezo wa kufanya chochote, unashindwa vipi kuyakabili maumivu hayo kiasi cha kwamba unaanza kutuumiza tena sisi ambao tunahitaji haki kwenye taifa ambalo linahubiri amani? Ni jambo la ajabu kidogo na la kusikitisha kuona mnashindwa kumanage hiyo tempa yenu kwenye taifa ambalo linahubiri haki na uhuru wa kidemokrasia. Mheshimiwa Rais, naomba nikwambie, wewe ni mwanamke kama ambavyo mwanamke mwingine
aliingia leba, vivyo hivyo wewe umeingia leba. Unaweza ukaimagine Mheshimiwa Rais maumivu ambayo anasikia yule mama anayeona mtoto wake amevunjwa, maumivu ya yule mama ambaye anaona mtoto wake amengatishwa mbwa na askari polisi ambao wako chini ya utawala wako. Unaweza ukajaribu kuvuta yale maumivu ya uchungu, mimi ni mwanamke nimeenda leba naelewa. Unaweza ukajaribu kuvuta taswira hata kwa dakika 2, Mheshimiwa Rais, na ukajaribu kuona namna gani kama ungekuwa wewe. Hebu jaribu kuvaa viatu vya yule mama ambaye mtoto wake mpaka leo ametekwa, hajulikani alipo, kwa sababu ya kupambania haki ya taifa hili. Najua siko salama, hata mimi siko salama, lakini Mheshimiwa Rais upo na unaangalia, upo na unasimama. Huo ujasiri wa kwenda kwenye mataifa ya mbali unautoa wapi, Mheshimiwa Rais? Ndani ya taifa lako watu wako tunalia, watu wako tunaangamia, watu wako tunaburuzwa, watu wako tunapotezwa, damu zisizokuwa na hatia zinamwagika hata mbele ya mahakama. Mheshimiwa Rais, vyombo vyako vya dola namna gani vimekosa aibu, wala haviwezi kukustiri mahali popote. Mheshimiwa Rais, hebu amka hapo kwenye usingizi ambao umelala. Kuna namna najaribu kuona yamkini wewe sio yule uliyetupamba na maneno mazuri ya kwamba utatulinda, utatupenda, utatupigania. Kuna muda nawaza hivi, huyu Mheshimiwa Rais ambaye tunamuona sio sinema kweli? Ni yeye kweli aliyeungana na wale wanawake kuwatia moyo, kuambia ataleta uhuru wa demokrasia? Ni yeye kweli aliyesema mimi kama kuna kiatu mtangulizi wangu alikivaa cha kunyonya demokrasia, mimi sitokivaa? Ni wewe Mheshimiwa Rais. Nisikilize nikwambie kitu, Mheshimiwa Rais. Hakuna marefu yasiyokuwa na ncha. Mimi Sayuni leo naweza mkanikamata mkaniua. Ni kweli nitakufa. Na ni sahihi ndugu zangu watalia. Kweli nitazikwa. Watoto wangu watabaki yatima. Lakini nikwambie, hakuna mbegu inayopandwa ikaacha kumea, ama kwa uzuri ama kwa mabaya. Itamea hata kama sio leo, lakini lazima imee na lazima ikue, izae na uvune. Mheshimiwa Rais, sisi wanachadema wala hatuna ugomvi wa kiasi hicho na nyinyi. Hatuna ugomvi wa kiasi hicho na watawala. Shida yetu ni kutaka maisha mazuri kwa Watanzania wote. Shida yetu ni kutaka kuona anayeshinda anashinda kwa haki, anayeshindwa anashindwa kwa haki, bila kujali atatokea upande gani. Mheshimiwa Rais, na sisi tukwambie, ikiwa mifumo ya uchaguzi itakuwa huru na haki, mtaenda kufanya reforms za mambo ambayo Chadema tunayahitaji. Tume ya uchaguzi isiwe chini yako Mheshimiwa Rais. Tume ya uchaguzi isiwe chini yenu watawala. Kukawa na tume huru. Sisi Chadema, hata kama leo CCM inashinda, lakini maadamu imeshinda katika haki, tutaiunga mkono. Tumechoka dhuluma, tumechoka kudhulumiwa haki zetu za uhuru wa kuchagua kiongozi gani na nani atuongoze. Nitumie pia nafasi hii kuwataka Bavicha wote ndani ya wilaya yangu, kwa maana ya Njombe, Makambako na Lupembe, kuhakikisha inashiriki vizuri kwenye kampeni ya chama ya No Reforms No Election, kwa kuhakikisha inashiriki kikamilifu kwenye zoezi la kupitisha petition form nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kijiji hadi kijiji,
ili kufikia lengo la kuzuia uchaguzi. Na niwaambie Wananjombe na Watanzania wengine maeneo mengine ambako mnanisikiliza, Chadema si kana kwamba tu tuingii kwenye uchaguzi, ila ni mpango wa chama chetu pendwa kwamba hakutakuwa na uchaguzi kama mabadiliko ya mifumo ya kiuchaguzi hayatofanyika. Kipekee na waalika Watanzania wote wenye mapenzi mema na demokrasia ya nchi hii, Watanzania ambao mnatafuta haki ili amani ya nchi yetu endelee kutamalaki. Changieni chama hiki ambacho kimeamua kujitoa sadaka kwa ajili ya mamia ya watu wa kizazi hiki hata vizazi vijavyo, kwa kuchangia tone tone kupitia nambari ya simu 0744460969. Jina ni Chadema HQ kwa watumiaji wa mtandao wa Vodacom, lakini pia unaweza kutuma kutoka mtandao mwingine wowote kwenda M-Pesa. Ni washukuru wote ambao mnaendelea kuchangia ndani ya wilaya yangu na nje ya wilaya. Lakini pia ni watie moyo yule anayetamani kuchangia lakini anaona kama hela yake ni ndogo. Hakuna hela ndogo kwenye tone tone. Changia kiasi chochote kile ambacho unaguswa. Naamini kabisa hakuna mtu ambaye anaweza akaona uchungu kutoa shilingi 1000 yake, shilingi 500 yake kwa ajili ya kupambania haki na ustawi wa demokrasia nchi yetu.